watu kutoka Kenya, Tanzania, Ethiopia, Kongo na mataifa mengine ambayo yanatumia lugha ya Kiswahili. Na ukaribisha ili nionyeshe jinsi mtambo wa biogas unafanya kazi. Hapa nyuma yangu unaweza ona kwamba tunachanganya samadi na maji. Kisha hii samadi inaingia ndani ya pipe, inaenda mpaka ndani ya digester. Au digester ni mtambo kwa lugha ya Kiingereza. So huu mtambo una nguvu ama una uwezo wa kutengeneza gas, hewa ghafi ambayo inatengeneza inaweza washa moto, inaweza washa mataa na pia inaweza endesha generator. Hizi unavyoona tunachanganya samadi na maji ili ije ikawe chepe. Then baada ya kuichanganya tunaondoa ile pipe, samadi inaingia ndani ya pipe nyingine inaenda mpaka ndani ya digester. Inapofika kule ndani ya digester inapata ile digester iko katika ile hali tunaita na Nairobi. Na Nairobi kwa lugha ya Kiswahili ni sehemu ambayo haina hewa ambayo tunapumua ambayo ni oxygen. So ikifika kule itatengeneza ile hewa kwa lugha ya Kiingereza inaitwa methane. Na hiyo methane inapita kwenye hii pipe itaenda mpaka kwenye nyumba. Ikifika kule kwenye nyumba tumegawanya. Kuna sehemu ambayo inaenda kuwasha generator ambayo itaserve katika ofisi kuwasha taa za ofisi na kuweka umeme. Kisha tutapeleka katika processing unit ambapo itasaidia kuchemsha maziwa na kuchemsha vyakula na mambo mengine. Pia tutaipeleka kwa jikoni ambapo itakuwa inasaidia upande ya mapishi. Baada ya kukoroga ama kutengeneza hii gas, kuna machicha ambayo yanatoka ndani. Hayo machicha kwa lugha yake huwa tunaita bioslurry. Na hiyo bioslurry huwa tunaigeuza na itengeneza mbolea. Hii mbolea kwa lugha ya Kiingereza inaitwa organic. Inaenda katika shamba ikiwa direct maji ama tunaweza ikausha ili tukafanya namna gani tukaitengenezea mbolea ambayo ni nyepesi kubeba au kusafirisha. So ningependa kuambia kwamba maisha inazidi ikibadilika, na jinsi maisha inabadilika inafaa pia sisi tufanye namna gani tubadilike. Hali ya vyakula duniani inazidi kipunguka na idadi ya watu inazidi kuongezeka. So kuna ile ambayo kwa Kiingereza tunaita agribusiness. So wale watu ambao wanafanya industrial processing ya vyakula wanatumia a lot of chemicals. Kwa mfano wanatumia chemical ya kupuliza kuua wadudu.